Ndugu mgeni rasmi, maadhimisho ya siku ya wanawake duniani hufanyika kila mwaka tarehe 8 Machi duniani kote. Tanzania ni nchi mojawapo inayoungana na nchi nyingine duniani katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Chimbuko la maadhimisho haya ni ukatili wa unyanyaswaji waliokuwa wakifanyiwa wanawake duniani na kusababisha kukosa haki za msingi kisiasa, kiuchumi, kijamii na hata kiutamaduni. Ukatili huu ulitokana na jamii kukumbatia mila na desturi zinazothamini mfumo dume uliokuwa umejikita katika kuwakandamiza wanawake na kuwafanya wengi washindwe kutimiza wajibu wao katika masuala ya msingi. Ndugu mgeni rasmi, wanawake wasomi wachache waliungana na wenzao wakiwemo Mama Kenyatta wa Kenya na mama yetu mpendwa Gertrude Mongella katika harakati za kumkomboa mwanamke. Juhudi hizi za wanawake hawa katika uchache wao zilianza kuzaa matunda katika mkutano wa wanawake uliofanyika Beijing, China mwaka 1995. Na mama yetu Gertrude Mongella aliteuliwa kuwa katibu mkuu wa Beijing. Katika mkutano huo waliweka maazimio ya kuhakikisha ukombozi wa mwanamke unapatikana kwa njia ya amani. Aidha, mwaka huu 2026 tunatimiza miaka 31 tangu mkutano wa kwanza uliofanyika Beijing, China. Tunaadhimisha miaka 31 ya Beijing. Ndugu mgeni rasmi, wanawake wa mkoa wa Mwanza tulianza maadhimisho haya kwa kufanya maonyesho ambayo yalikuwa na shughuli mbalimbali za afya, kwa maana upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi, upimaji wa homa ya ini, upimaji wa saratani ya kansa ya shingo ya kizazi, wajasiriamali wakionyesha bidhaa mbalimbali, elimu juu ya masuala ya ukatili kwa wanawake, elimu juu ya madawa ya kulevya, elimu juu ya mikopo ya vijana na wanawake, watu wenye ulemavu. Taasisi mbalimbali zilikuwepo zikiendelea kutoa huduma mbalimbali. Ndugu mgeni rasmi, kauli mbiu ya mwaka huu 2026 inasema haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira 2050. Kauli mbiu hii inalenga kuhamasisha jamii kukuza usawa, haki kwa wanawake na wasichana kwa ajili ya jamii iliyo bora. Naomba tu ninukuu maneno machache katika mstari wa Biblia. Ukisoma Wagalatia 3:28 inasema ukisoma Wagalatia 3:28 inasema hakuna mwanamke wala mwanaume ambaye yuko tofauti na mwenzie. Sasa wanaume na wanawake tuko sawa, na ndio maana mnaona leo kazi zilizokuwa zinafanywa na wanaume sasa zinafanywa na wanawake. Na ukiangalia hata ile ratio ya wanaume na wanawake, kwa maana ukiangalia uwakilishi katika vyombo vya dola, katika uwakilishi wa wabunge, asilimia sasa hivi karibu 50-50 inaongozwa na wakina mama na wakina baba. Tumpigie makofi rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia we! Kwa hiyo ndugu zangu, leo tumekusanyika hapa katika siku hii muhimu. Wakina mama tunafahamu wote kwamba taifa lolote lenye wakina mama wenye maadili, basi hilo taifa litakuwa bora. Na sisi tunajivunia kama Watanzania kuwa na wanawake walio bora, wanawake wenye uchu wa kujenga nchi yao. Wanawake mmekuwa mkipambana katika kuimarisha uchumi wa nchi yetu. Wakina mama mmekuwa mkipambana kuhakikisha mnakuamua familia zenu. Na ukiangalia familia nyingi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, familia nyingi sasa zinaendeshwa na wanawake. Wanawake tujipongeze leo siku yetu maalum na tujipigie makofi sana. Wakorintho 11 mstari wa 11 unaeleza haki sawa kwa wanawake, hawawezi bila mwanamke, na mwanamke pia vivyo hivyo. Kwa hiyo ni haki sawa. Hakuna mwanaume bila mwanamke na hakuna mwanamke bila mwanaume. Lakini kwenye Mithali 14 mstari wa kwanza inasema ni haki ya mwanamke kujenga taifa lake. Kwa hiyo ninawapongezeni wanawake wote ambao mnaendelea kujenga taifa letu. Mifano ya wanawake hodari duniani imetolewa, wakina Esther, lakini wakina Margaret Thatcher huko Uingereza. Kwa hiyo ni miongoni mwa wanawake mashuhuri. Lakini ndani ya taifa letu tunao mfano wa mwanamke jasiri, hodari, muongoza njia, mpenzi wa maendeleo, mpenzi wa amani na utulivu. Si mwingine ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo ni vizuri pia tukamwenzi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wanawake wanaweza, na rais ametuonyesha
ya kwamba wanawake wanapopewa dhamana wanaweza. Ndugu zangu, hata ndani ya Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu anaeleza umuhimu na thamani ya mwanamke. Ukisoma sura 3 muhimu, moja kati ya sura hiyo ni surati Maryam, inayoeleza Maryam ni nani. Lakini pia ukisoma surati Talak, sura ambayo inaelezea masuala ya ndoa na talaka, inaelezea haki za mwanamke katika ndoa, haki ya mwanamke katika talaka, haki ya mwanamke akiwa eda, haki ya mwanamke kuhudumiwa wakati wa eda na masuala ya namna hiyo. Kwa hiyo ni kitu muhimu ambacho pia Mwenyezi Mungu ametusisitiza kupitia maandiko yake. Qur'ani imempa umuhimu mkubwa mwanamke na imeeleza sana mambo mengi kuhusu mwanamke.